Habari, kwa majina naitwa Dr. Margaret John Kiduko na ni daktari katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, na sasa niko katika kitengo cha magonjwa ya watoto, yaani wodi 13 na 14. Na katika siku ya leo ningependa kuelezea manjano ya mtoto mchanga. Manjano ya mtoto mchanga ni nini? Ni hali ambapo mtoto mchanga anakuwa na ngozi na macho ya njano katika siku ya kwanza hadi siku ya 28, na hii hutokana na kuongezeka kwa kiwango cha manjano, yaani bilirubin, katika mwili wa mtoto. Manjano haya kuanzia siku ya pili hadi ya 3 tunaweza kusema ni hali ya kawaida na huweza kuisha yenyewe ndani ya wiki 1 au 2. Lakini endapo haya manjano yanakuwa makali sana kuanzia siku ya pili hadi ya 3, tunasema manjano ni hali ya kawaida na huweza kuisha yenyewe ndani ya wiki 1 au 2. Lakini endapo manjano yanakuwa makali sana na hukua ndani ya masaa 24 ya maisha ya mtoto, basi hayo manjano ni hatarishi na yanahitaji huduma ya haraka katika kituo cha afya kilicho karibu na wewe. Sasa kuna sababu mbalimbali kwa nini mtoto mchanga anapata manjano, na sababu hizo ni kama zifuatazo. Ya kwanza ni ini la mtoto kutokomaa vizuri katika hali ya uchanga, na hivyo ini linashindwa kuchakata bilirubin kwa haraka na kutoka ndani ya mwili, hivyo mtoto anapata manjano. Lakini pia katika mwili wa mtoto chembe nyekundu za damu huvunjika kwa haraka au kwa wingi zaidi, na hizi ndizo zinazosababisha formation ya bilirubin katika mwili wa mtoto, hivyo mtoto anaweza akapata manjano kwa haraka zaidi. Mtoto anapozaliwa kabla ya muda tunaita toto njiti au prematurity, na hii ni inatokana na ini linakuwa halijakomaa vizuri, na pia katika ile hali ya uchanga manjano yanashindwa kutoka kwa haraka katika mwili wa mtoto. Lakini pia tofauti ya kundi ya damu kati ya kundi la mama na mtoto, na pia mtoto kutopata maziwa ya kutosha katika siku za kwanza za maisha. Hizi sababu zinaweza kusababisha mtoto kupata manjano. Sasa, nini dalili za manjano kwa mtoto mchanga? Ya kwanza ni ngozi na macho kuwa na manjano, na haya manjano huanzia juu kwenye macho, kwenye ngozi ya kwenye shingo na usoni, na kushuka chini kwenye mikono hadi miguuni. Lakini pia dalili hatarishi ni kama mtoto kuchoka, kunyonya vibaya kwa mtoto. Hizi tunasema ni dalili hatarishi na zinahitaji huduma ya haraka zaidi. Katika matibabu ya homa ya manjano ya mtoto mchanga, ya kwanza ni matibabu haya hufanyika hospitalini na hutumia mwanga maalum uitwao phototherapy, ambayo huenda kuyeyusha yale manjano yaliyo kwenye mwili wa mtoto ili aweze kutoka kirahisi. Lakini pia kunyonyesha mara kwa mara na kumnyonyesha mtoto vizuri ili ya manjano yaliyoko ndani ya mwili wake yaweze kutoka kirahisi. Na matibabu mengine hufanyika kulingana na vipimo ambavyo vitafanyika ndani ya mtoto katika mwili wa mtoto, ili tuweze kujua ni nini ambacho kimesababisha mtoto kupata hayo manjano. Na matibabu yote haya yanaweza kufanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, na tunawakaribisha sana kwa ajili ya matibabu na uchunguzi zaidi juu ya manjano ya mtoto mchanga.